Kumekuwa na maneno mengi sana kwenye mitandao ya kijamii wiki kadhaa zilizopita, kwa sababu watu wengi walikuwa wanazungumza wakisema kwamba kwamba Wema Sepetu pamoja na Whozu hawako tena kwenye mahusiano, umeelewa. Lakini pia sababu ambayo ilikuwa imepelekea wawili hao kutokuwa na mahusiano mazuri hapa wiki kadhaa zilizopita ni kwa sababu wanasema kwamba Lulu Diva alikuwa na mahusiano na Whozu, lakini Lulu Diva alitokea mara kwa mara kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba Whozu ni rafiki yake na hana mahusiano yoyote na Whozu, sijui umeelewa, yes, na vitu kama hivyo. Lakini sasa kuna hii kauli ambayo ameizungumza Juma Lokole leo hii, amesema kwamba of course amemind kinoma noma Wema Sepetu kwa sababu amempa dili ya kazi, lakini ameshindwa kuhudhuria kwenye hiyo issue ya kazi ambayo alikuwa amempa, mbali ya kuwa kwamba alitaja kiwango ambacho Wema anataka alipwe kwenye hiyo kazi, lakini hakuweza kutokea. Imetokea mwisho siku kazi inabidi ifanyike, means kwamba Wema hakuweza kutokea kwa ajili ya kufanya hiyo kazi, na tayari walikuwa wameshazungumza, lakini akipigiwa simu hapokei, akitumwa message hajibu na vitu kama hizo. Lakini sasa kumbe unaambiwa of course ameshindwa kutokea kwenye kazi kwa sababu alikuwa yupo na Whozu, means kwamba wamerudiana na mpenzi wake Whozu, sio, umeelewa. According to Juma alikuwa anasema kwamba ameshindwa kuja kwenye kazi kwa sababu amerudiana na Whozu, kwa sababu wakati ajaribu kumpigia simu Wema hapokei simu na vitu kama hizo. Juma ilimpasa kumpigia simu Agrey kwa sababu Agrey anaishi na Wema Sepetu. Kwa hivyo mara baada ya Agrey kupokea simu akamwambia nataka nizungumze na Wema, of course Agrey akamjibu Lokole kwamba Wema amelala ndani, yupo na Whozu, umenielewa, yuko na Whozu na vitu kama hizo. Sasa Juma alikuwa amemind sana, akasema kwamba wasanii wa Kibongo sasa hivi akishakuwa na 100,000 200,000 ndani anasahau kwamba anatakiwa aingize pesa zaidi na zaidi, na ndio maana Juma akasema kwamba huwa anampongeza sana Hamisa Mobeto pamoja na Dolce kwa sababu hawa ni wanawake ambao wanajitambua na wanajithamini. Inapotokea kwenye issue ya kazi huwa wanakuwa very straight kwenye kazi kuliko mapenzi. Sasa alichokifanya Wema ni kwamba akapoa mchongo na Juma Lokole, lakini akaona kwamba huu mchongo mimi siwezi kufanya kwa sababu nimemiss chibaba wangu ambaye ndo Whozu. Kwa hivyo ameshindwa kwenda kwenye kazi. Yeye bana Wema Sepetu akaamua enjoy ndani, ajifungie ndani na mpenzi wake Whozu, wa enjoy maisha na vitu kama hizo. So nitakuwekea video hapa ya Juma Lokole, msikie jinsi alivyokuwa anazungumza, alafu niambie kwenye comment hapo chini. Hivi kati ya kazi pamoja na mapenzi ni kitu gani ambacho wewe unakipa kipaumbele sana kwenye maisha yako? Hii ni Kasako Media na mimi Torifozi Manishax. Chao. Unajua wasanii wako hivi, wakiwa na 100,000 ndani, wakiwa na 100,000 ndani. Mimi mfano haya nikwambie, mimi nimempa kazi Wema nimemind bro, nimemind Wema, nimempa kazi Wema, karudiana na bwana yake, basi wamejifungia tu ndani, anipokelei simu, tiketi zimeshakatwa, tiketi zimeshakatwa, anipi majibu yoyote. Kazi hapa hii ndio tukua safarini, watu wameenda kuingiza hela na kesho kutwa wanarudi tena kuingiza hela, yeye kakaa tu, na nilikuwa naongea naye vizuri tu, eti kaifungia ndani na bwana yake tu, kakataa kazi, hana shughuli yote. Sasa uone Shakiri, ndio maana nasema hivi Hamisa kila siku atamuona yupo kule, Hamisa kila siku atamuona kule, na Nadozo atamuona yupo kule, kwa sababu wanajitambua. Kuna wengine hawajui, hakuna hela inayokataliwa. Hela alitaja mwenyewe dawa wanaolitaka. Imagine hizo akili za kawaida. Kwa wamepatana na Whozu kabla ya kukubali deal au baada? Sijataka kujua kwa sababu sikio na katika production zangu za kumpigia simu Wema. Nampigia simu Wema, Wema vipi? Tunaongea mimi na yeye. Sasa nakuja kuambiwa kuna mtu alikopo mule ndani, Agrey yupo kwa Wema, anakaa kwa Wema. Kwa hiyo nikampigia Agrey vipi? Ndio ananiambia vikalala yuko na Whozu ndani. Like, seriously? Kwa hiyo ukiwa na bwana ndani ndio ufanye kazi au vipi? Sijakuelewa. Umenielewa vizuri? Na wakati huku kote tulikuwa tunasema watu wameingia. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.